bali ndugu zangu, washahida shahidu min ahliha, anayejua Kiarabu akafungua kitabu kinachoitwa lillahi thumma litarikh. Kwenye Irabu kuna shida hii ibara, lakini kwa maana fulani inakuja lillahi thumma litarikh. Anayejua Kiarabu asome hichi kitabu, huyu ni mshia aliyebadilisha ushia na akawa ni min ahli sunna na walimuua. Akaandika vitabu hivi lillahi, kitabu hichi lillahi thumma litarikh, yani ninaandika kitabu hichi kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya historia ikumbukwe. Alikuwa akiishi Qum pale pale Irani ndani. Kitabu kile kimegawanywa mashariki mwa ardhi na magharibi mwake. Wanajua kukisoma, wanajua Kiarabu, wanaona yaliyomo ndani kuna siri kubwa. Ametoa siri nzito sana, na ndio maana hakukaa muda pia walimuua. Ndugu zangu, atakhda'una min haula? Hivi ni kweli Muislamu umekaa unahadaika na watu wa sampuli hii? Watu wanaomwita mama waumini ni malaya. Watu wanasema Qur'an unaoisoma wewe imesifuta aya zinazothibitisha wilayatu Ali, kwamba kuna aya zilizomo ndani ya msahafu zilikuwepo kabla. Mmekuja nyinyi manawasi, mmeziondosha. Zilitaja wasia wa mtu wa Allah kwamba baada ya Muhammad mtawala awe Ali. Vitabu vyao vinathibitisha ya kwamba katika malaika ambayo wanamchukia mislul yahudi, na hapo panazungumzwa utofauti baina ya Shia na al-Yahud. Miongoni mwa fawariq bainahum ambazo zinazoonyesha sio tofauti, ni uhakika, Mayahudi wanamchukia sana Jibrilu na Shia wanamchukia sana Jibrilu. Kwa nini? Kwa sababu Jibrilu alipewa wahi kwenda kumteremshia Ali bin Abi Talib, akaugeuza akamteremshia Muhammad, ndo akawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni malaika mbaya, wala si malaika wa kufuatwa wala kusikilizwa. Watu hawa ndio matarajia nyinyi waje waunusuru huu umma, waje wamwangushe Marekani, ndio waje waibomoe mali na ngome za silaha kubwa kubwa za Kimarekani. Mnategemea hawa? Naam, watafanikiwa kidunia, lakini sio kwenye dini. Watafanikiwa kwenye dunia, lakini sio kwenye dini. Ayuha nas wafiqhu, hebu tuzindukeni ayuha almu'minun. Huu sio wakati wa kuanza kusinzia. Hawa watu lau Allah atawapa ardhi, na kuambieni tena, vitabu vya historia ya Shia, Allah akiwajalia wakaimiliki ardhi yoyote, ima ya Tanzania, ima ya duniani au ya Afrika, awwalu shay'in dhabhil mu'minin, jambo la mwanzo ni kuwachinja wote wasiokuwa Shia. Kila asiyekuwa Shia lazima achinjwe. Ni watu wanaokuhukumu wewe kwamba wewe ni mtoto wa zinaa, wewe ni kiumbe ambaye unamkia nyuma ya mgongo wako, ni mtu ambaye ni halali kuuliwa, damu yako ni halali. Shia anapokutazama hivi, anakutazama kwamba wewe ni kafir, kama alivyosema Hassan Shehata alayhi min Allah ma yastahiqu. Ayuha nas, tunazungumza hizi asbabu nasri. Msitazame kwenye vitabu vya Mola wenu na sunna ya nabii wenu. Tayari mtume wenu ashaeleza njia za kupata ushindi na kuwashinda makufari zipo. Sio kushabikia hawa majusi, kushabikia hawa watu wachafu, watu waovu. Wanakuja katika ardhi zetu hii bi kalimatin wahida yusammunaha taqiya wa hiya kadhiba. Wamekuja kwenye ardhi zetu hizi, neno lao ni moja tu, wao wanaishi na kitu kinachoitwa taqiya, kujificha. Yani wanajificha wasikuonyesheni ubaya, lakini huu ni kuhalalisha urongo. Na haya tunayasema nahnu ala dhukri, tarehe na historia zinakwenda na kujirejea. Yawezekana nazungumza hapa nikiwa hapa, kesho sipo. Yawezekana nikazungumza hapa na kesho kutwa kaja mwingine, dunia ikabadilika. Shia wakafanya walioyafanya kwenye hii dunia, Allah wakapata sapoti mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali, wakaweza kuimiliki ardhi yote ya Hijazi na Sham. Wallahi tutaona maajabu makubwa sana.
tutaona maajabu makubwa sana. Hiyo Makka na Madina itakuwa ni ya kusikika tena, miji ambayo kila Muislamu anatamani aende kafanya ibada, litakuwa ni jambo la kihistoria. Na nyie mnaona ya kwamba nchi ya Irani inamiliki leo hii Kaaba. Nchi ya Irani inamiliki Kaaba, Kaaba isiyokuwa na jiwe jeusi. Khomeini wa mwanzo aliyepigana na Saddam Hussein, Khomeini yule wa mwanzo kabisa, Allah alipomdhalilisha baada ya kuwa wanakwenda kumzika, wakiwa wanafanya tawafu kwenye Kaaba yao, mwili wake ulifunuka akawa yuko uchi wa mnyama. Khadhalan, udhalilifu wake yeye, wa huwa hayyun wa huwa mayit, akiwa hai na amekufa. Allah subhanahu akamdhalilisha. Wana Kaaba yao wamekosa jiwe jeusi. Hawa ni watu wana shauku ya kuuteka umma wote huu. Tanzania hapa kuna vituo vingapi vya kishia? Bilali Muslim ni ya kwao hiyo. Propaganda za kuwasaidia wanafunzi wa vyuo wasiokuwa na msaada ni kubwa sana. Wanafunzi wanaosoma vyuo vikubwa humu Tanzania, baadhi huwa wanakwenda katika taasisi zao na kuomba msaada wa kusomeshwa. Wanafanya haya yote, bali wakati mwingine wanatoa hadi sponsor kuwapeleka watu wakasome nchi yao ya Iran. Waangalieni wa Nigeria waliopelekwa Irani wakaenda wakasoma masters na madigrii ya juu kabisa, waliporudi wakafunguliwa vyuo katika nchi ya Nigeria. Leo hii huwezi ukatamani kama wali wa Nigeria. Lawatin ni watu wachafu, waovu, wazinifu wakubwa sana. Ni watu yatahawaruna bi amri salah, ni watu wazembe kwa jambo la ibada ya sala. Hawana mambo ya tauhid, ni wazungu wenye propaganda zao zingine na wakiuleta ushia katika nchi Nigeria. Ndugu zangu, tunayasema haya na sisi tunazungumza tukiwa katika ukumbufu, tunakumbuka haya tunayosema, lakini historia inarudi. Kama sio sisi basi wengine. Tusiombe nusra kupitia kwa wale watu, tusitoe dua ya kuwaombea watu wale washinde. Kuna hatari kubwa sana itaukuta umma huu wa Kiislamu ambayo yandami minha aljabin, macho yatatoa machozi, macho yatatoa machozi. Al-Imam Abu Hanifa namaliza, ameshafariki muda mrefu sana, miaka 150. Amefariki mwaka 150 hijiria. Walipokwenda kwenye kaburi lake Dawla Safawia, huyu Ismaili Safawi na watu wake walikwenda wakachimbua kaburi la Imam Abu Hanifa. Walipolichimbua lile kaburi, wakautoa ule mwili wake. Kisha baada ya kuutoa mwili wake kwenye lile kaburi ndani, wakatia vinyesi, alafu wakatengeneza choo pale. Halafu pembeni wakamfunga nyumbu. Kaburi lake lipo karibu na soko fulani, kuna mti uko pembeni huko, akafungwa nyumbu. Mtu yoyote anayetaka kuja kukidhi haja anampanda yule nyumbu, anakuja kukidhi haja kwenye lile kaburi. Ma dhambu hadha al-imam? Dhambi ya Imam Abu Hanifa iko wapi? Dhambi yake iko wapi mpaka kaburi mlifukua kiasi hichi? Miaka hiyo Dawla Safawia kutia kinyesi ndani ya kaburi lake na kuutoa mwili wake na kukatakata mifupa na kumjeruhi zaidi, na tayari shafariki rahimahullah. Haya ndiyo atakayokuja kwa Shia wakishika ardhi hii. Hao naona kana Jalala, Omari Mayunga, sio Ali Mayunga na wenzao wote waliopo katika mji wa Dar es Salaam, wanaotembea na manguo yao meusi, nafanya ziara na zafa mbalimbali. Hao watu hao wanaoshiriki na baadhi ya Waislamu kwenye mawali, wanatoa sadaka zao za michele, wanatoa sponsor mbalimbali za vijana, wanawakabidhi madonge manono baadhi ya mashehe wasione dosari zao. Hao watu hao siku Allah akawapa zimamu ile BAKWATA au usimamizi wa nchi hii kwenye mambo ya dini uko chini ya Shia Ithna Asharia, yatakuja kukumbukwa haya maneno leo hii mwaka 1447. Kwa waliomo humu ndani watayakumbuka haya maneno, namna ambavyo taadhibu itakayofuata.
namna watu watakavyoadhibiwa. Shia si wa kumtazama kwa uso. Shia ni kumsoma vitabu vyake, ana nini ndani, ana mikakati gani juu ya huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kumuona kamiliki nyuklia, sio kumuona anajichanganya na watu. Kadhab, mrongo mkubwa yule, hana ukweli wowote. Irani ni daulatun shiia zindiqia, ni dola ya kishia ya kizandiki, haina nia hata moja ya kunusuru Uislamu. Inahitaji imiliki mipaka ya dola la Kiarabu lote. Hijazi yote inataka iwe chini ya mshia, na wakati huo Muisraeli na yeye pia anahitaji kumiliki minal Furati ila Nin, kuanzia mto wa Furati huko Iraq Sham juu mpaka katika nchi ya Misri. Anataka mipaka yote iwe chini, liwe dola moja linaloitwa Israeli. Hapa hakuna dini inayopambanwa, hapa ni siasa ya kitawala, na Marekani anampa nguvu Muisraeli. Haya tunayoyaona ya maandamano ya watu wa Irani, sio kumpinga mtawala yake, haya yote ni mambo ya kisiasa. Yuhannas, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alla yuqima dhahrahum, asiwezi kunyanyua mgongo wao hata mmoja. Wa ayunajina min fitnatihi, na atuokoe kutokamana na fitna zao, na awaachi watu hao wakisalitiana wao kwa wao, waendelee katika mapambano baina wao kwa wao, na atuache sisi tukiwa salimin. Allahu a'lam, sijui ibada ya haji mwaka huu itakuwaje. Allahu a'lam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Sijui ibada ya haji na umra kwa watu wa leo hii watafanyaje. Tumomba Allah subhanahu au nusuru Uislamu na Waislamu. Allahumma anfa'na bima qulna, Allahumma anfa'na bima qulna. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.